Wanamuita Peter Shalulile. Mtaani kuna minong'ono. Wapo wanaosema huyu ni mali na wengine wanasema hapa tumepigwa. Jana amefunga bao lake la kwanza kwenye ligi kuu Tanzania bara, kumaanisha kuwa amefungua akaunti ya mabao. Pengine anafaa kuwa top scorer kama mwendo wake utakuwa hivi. Mara baada ya mchezo ya jana amesemaje? First of all, like I always say, glory be to the Lord Almighty for making this day of, Kwanza kabisa inavyoweza kusema siku zote, utukufu ni wa Mwenyezi Mungu kwa kuifanya hii siku iwezekane na kutupatia ushindi. Vijana wamepambana sana. Kulikuwa na mshikamano mzuri wa timu. Imani kutoka kwa kocha na benchi ulofundi pamoja na wachezaji waliokuwa benchi ambao waliendelea kutunga mkono. Pia tuwashukuru mashabiki ambao kwa mara nyingi huja kututazama. Tunawashukuru kwa kila fursa waliotupatia. Unajua wanatumia fedha zao walizozipata kwa jasho kuja kutuangalia. Kwa upande wetu ni kuhakikisha tunawapa siku njema na kuwafurahisha na kufunga mabao. Mchezo ulikuwaje? Ulikuwa ni mgumu au ulikuwa ni wa aina gani? Ndio, ulikuwa ni mchezo mgumu. Walicheza kwa kujilinda na kushuka chini zaidi low block. Unapocheza na timu inayotumia mfumo huo lazima ufanye namna ya kufungua safu yao ya ulinzi. Ilikuwa ni vigumu sana. Kama ulivyoona, tulijaribu mara nyingi, huwa tunafunga katika kipindi cha pili. Lakini timu ni nzuri. Ningependa kuwapa sifa vijana wangu leo, wachezaji wenzangu, kipa, nahodha na viongozi wa timu. Walifanya vizuri sana. Ilikuwa ni nzuri. Ilikuwa ni ya kuvutia. Tuna mchezo mwingine unaofuata. Unajiona vipi? Unaendelea kuzoea msimu huu na namna ambavyo timu inavyocheza? Unajisikia vizuri? Unaionaje timu? Ni swala la imani na hilo liko wazi. Unapokuwa Mkristo kila kitu kinawezekana. Kwa upande wangu nafanya kazi kwa bidii na nijitahidi iwezekanavyo kwa sababu najua nina uwezo na ninajiamini. Popote ninapokuwa lazima nizoee mazingira na mfumo wa timu, kwa sababu ndiyo ilivyo katika soka. Hauwezi kujua mwisho wa safari yako utakuwa wapi, lakini nachotakiwa kufanya ni kuzoea mazingira kisha kuendelea kutoka hapo nilipo. Peter Shalulile, wewe ni miongoni mwa majina makubwa katika soka la Afrika. Hapana. Mimi niko hapa kufurahia soka na kumwabudu Mwenyezi Mungu kupitia kipaji nilichopewa. Kujiongezea pressure kupita kiasi kutakufanya uwe mzito katika kile unachokifanya. Kwa upande wangu nimepata amani hapa nilipo, na amani hiyo ndiyo inayoendelea kunilinda na kujenga juu yangu. Tulizungumza kuhusu vipaji vya vijana tulivyoviona hapa Young Africans, na leo moja kati ya wachezaji wenye umri mdogo zaidi, Casemiro, amecheza. Una maoni gani kuhusu kiwango chake? Ni kiwango cha juu sana. Ni kiwango bora kabisa. Pia nawashukuru viongozi kwa kuweka utaratibu wa kuwapa nafasi vijana kucheza, kwa sababu kuna wajenga vijana na hiyo ndio njia pekee ya kujenga nchi. Tanzania wachezaji wazuri sana. Ninaamini hii ni nchi ambayo katika siku zijazo itafanya mambo makubwa katika soka. Ni Peter Shalulile. Muda si mrefu nishawaambia nitaanza kumuita mchungaji. Ameweka wazi ugumu wa mchezo. Jana akifunga bao moja ila akikosa nafasi nyingine mbili za wazi kabisa. Swali ni je, Peter Shalulile atakuwa top scorer? Tusubiri na kuona. Wenzako wanashinda mikeka kila siku. Jana kuna mtu ametengeneza milioni 100. Sijui wewe unakwama wapi kwenye mikeka. Kwetu sisi winning strike, kila siku watu wanazidi kushinda na hauhitaji kujiunga kwa fedha, bali ni bure zaidi. Pale juu kwenye bio nimekuwekea link. Ukibonyeza hiyo link inakuleta moja kwa moja kwenye group letu ili uanze kutengeneza fedha. Tunasema ni kumpuna muhindi mpaka arudi nyumbani kwao. Gusa hiyo link ikulete moja kwa moja kwenye WhatsApp channel yetu. Mimi naitwa Almachius Kanyasi.